Tunashukuru sana kwamba kuna watu ambao wanaendelea kuamini mradi huu wa Wadada Center kwa maono ambayo tumebeba, maono ambayo Mungu ameweka ndani yetu ya kusaidia makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza, wale wanaotafuta mitaji ya biashara, especially wanawake, kwa sababu wanawake wamebaki nyuma sana kiuchumi. Kwa hiyo wana uwezo wa kuanzia kwenye hizi kazi kwa ajili ya kwenda kupata mitaji ya kwenda kufanya biashara. Lakini kundi la pili ni familia ambazo zinahitaji nguvu kazi, familia ambazo zinahitaji watu waaminifu, watu waadilifu, watu wenye tabia njema, watu wenye hofu ya Mungu, watu ambao watakwenda kutangaza ufalme wa Mungu kupitia kazi wanazokwenda kuzifanya. Maana yake watasimama katika haki, watatenda kazi kwa mkono ambao sio mlegevu. Alafu watasimama kwenye uaminifu na uadilifu, tabia njema. Hao ndio watu ambao wanahitajika. Na kwa kuwa hiyo ndio vision ya mradi wetu, wito wetu ni kwamba wadada wanaokuja hapa basi muwe transformed. Mabadiliko yanakujaga na awareness. Inawezekana ulikokulia katika makuzi na malezi uliopata, haya sio mafundisho uliopewa, lakini Biblia inatuambia tuwe transformed, yani tubadilike, na tuangalie tutende sawasawa na mapenzi ya Mungu. Sasa utakapokuja ukasikia neno hili, ukasikia mafundisho haya na ukaenda ukatenda sawasawa na vile tulivyokuelekeza kwa mujibu wa neno la Mungu, utafanikiwa sana. Kwa hiyo wale wanaokuja hapa, tafadhali sana, huo ndio wito wetu. Hatusingependa kuona magugu yanakuja kwenye huu mradi, ila tukikugundua kama we ni magugu, kama ule mfano wa ufalme wa Mungu kwamba ngano njema ilipandwa, mimi napanda ngano njema hapa, neno la Mungu, namna ya kwenda kufanya kazi kwa uaminifu, kwa uadilifu, kwa kutangaza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Utakapokuwa wewe ni dada ambaye unatenda haki, utasababisha amani ndani ya familia na furaha itakuja katika Roho Mtakatifu. Period. Wala hakuna haja ya kucomplicate neno la Mungu. Liko straightforward. Wadada ambao wanaishi kwa kutenda haki, matendo mema, waaminifu, wanafanyika baraka kwenye hizo familia. Kwa hiyo hao ndio aina ya watu ambao tunataka kufanya nao kazi, na wale ambao hawakuwa na huu mwanga. Narudia tena video yangu niliyotoka kusema kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Nuru ni knowledge, ni maarifa yanayotoka kwenye neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Sio tu kusikia, unasikia nini? So mafundisho yenu ya mila na tamaduni sio mafundisho uliopata sijui yani mambo ni mengi, lakini je, hayo mafundisho yako lazima ukayapime kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo kama ni mafundisho ambayo yanakinzana na neno la Mungu, sikushauri, kwa sababu mambo hayataenda, hayawezi kwenda. Matatizo tulio nayo kwenye jamii yetu yote yanasababishwa na mifumo ambayo imekuja kinyume na neno la Mungu. Unaposikia mambo ya corruption, unaposikia mambo ya rushwa, unaposikia mambo mbalimbali kwenye nyanja tofauti tofauti, hayo yote hayaendani na neno la Mungu. Kwa hiyo kuna backlash, kuna mvurugano. Kwa hiyo tukitaka kwenye hizi kazi za nyumbani, twende tukafanye vizuri, tualaini na neno la Mungu. Hakuna maajabu. Hakuna maajabu, tuna complicate maisha. Make sure wewe umesimama kwenye haki na unatenda matendo yako kwa uadilifu, uaminifu. Ndio namna ya kumtangaza Mungu. Ufalme wa Mungu unatangazwa kwa kufanya matendo mema. Okay? Kwa hiyo kwa wale ambao sasa mtakuja kwenye huu mradi mkijua kabisa hiyo ndio culture, huo ndio mila. Tunaposema mila na tamaduni, basi mila zetu na tamaduni zetu zinaendana na mfumo wa neno la Mungu. Mfumo wa neno la Mungu sio muonekano wa nje, ni matendo yetu, yale tunayoyatenda, matendo ya haki, uaminifu na uadilifu. Okay? Kwa hiyo kwa wale ambao mko tayari kuja, sawa, lakini bado nasisitiza, kwa sababu Yesu alisema kwamba kuna magugu huwa yanaota. Magugu mtakuwa exposed. Wale ambao ni magugu tutaweka hadharani. Okay? Tutaweka hadharani. Msituharibie brand, msituharibie mradi. Mungu ametuweka hapa kuja kufanya shughuli moja tu ya kutangaza ufalme wake. Maana yake katika kila tunapokanyaga, kila tunapogusa, sifa na utukufu uende kwa Mungu. Mtu aseme kweli yule dada alikuwa mwema, kweli binti alitendea wema, kweli binti alikuwa mwaminifu, kweli binti alikuwa mchapakazi, kweli binti alikuwa mkweli. Lakini kinyume chake, uongo, udokozi, tabia za ajabu ajabu, hizo hapana kwenye mradi wetu. Kwa hiyo jamani, tuna nafasi nyingi
sana, karibuni sana. Wako watu ambao wameamini maono ya mradi wetu na wangependa kushirikiana na sisi tusingependa kuwaangusha. Ndio maana mimi niko hapa kuendelea kusisitiza, kuendelea kuwasha nuru, kuendelea kutoa maarifa, kuendelea kuleta neno la Mungu kupitia kazi tunazokwenda kufanya. Neno la Mungu aliishii kanisa, actually hata kanisa ni sisi. Unajua tumefundishwa mafundisho ya uongo, kuaminishwa kanisa ni majengo. Kanisa ni wewe, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Kwa hiyo sisi ndio kanisa. Sasa wewe kama ni kanisa, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, unakuwaje muongo? Unakuwaje mdokozi? Unakuwaje unagawagawa vitu vya bosi ovyo? Unakuwaje mjeuri? Roho Mtakatifu akai kwenye hizo sehemu. Hizo ni sehemu chafu ambazo hawezi kuishi. Kwa hiyo ili uweze kuwa safi kwa imani tuliopewa na Mungu wetu, hebu ishi kwa matendo. Matendo yako yaakisi huyo Mungu unayemtaja. Napenda sana kusema makanisa. Kanisa ni wewe, sio jengo. Kanisa ni wewe. So make sure aliyeko ndani ya hilo jengo lako, hilo jumba lako ambao ni mwili wetu, hakikisha ni safi, kwa sababu hakikisha yuko Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama unatenda matendo ya ovyo, Roho Mtakatifu hayupo. Hayupo, akai sehemu chafu. Okay? Kwa hiyo jamani, karibuni. Tuna nafasi za kutosha, tuna nafasi nyingi. Zile ambazo ni professional, wale mnaoomba professional, naomba muende moja kwa moja kwenye vigezo. Niliwaelekeza namna ya kuomba hizo kazi. Straightforward, acha bla bla bla. Naitwa fulani, nimeona tangazo fulani, mimi nina vigezo hivyo na hivyo na hivyo, kwa sababu nina hiki na hiki na hiki na uzoefu na huu, nimefanya kazi na mafore na hawa na hawa na hawa, hata kama ni mmoja, lakini yani nenda straight kwenye vile vigezo ambavyo vinatajwa kwamba mtu anayehitajika ni mtu mwenye sifa hizi na hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo straightforward, nenda pale, tusipotezeane muda. Okay, tujifunze kwenda na time. Alright? So guys, karibuni sana. Tafurahi kuwaona. Mje mjenge maisha yenu. Ufalme wa Mungu unaanza na mbegu ndogo ya haradali, lakini ina sifa ya kukua haraka. So don't wait. Usiendelee kukaa tu unasubiri Mungu aje, unamaliza makanisa, unamaliza ombewa na watu wote wanaojiita majina ya ajabu ajabu, sijui kuhani, sijui nabii, sijui nani. Okay. So una nini mpaka sasa hivi? Mungu anakuangalia, ameshakupa kila kitu. Amekupa nguvu, amekupa akili, amekupa watu ambao utawahudumia. Biashara ni watu, ni mahitaji ya watu. Kuna watu wanahitaji watu wa kuwasaidia majumbani, wewe unataka ukawasaidie maofisini. Ofisini hakuna nafasi kwa sasa, nafasi ziko nyumbani. Go there, nenda kaanze kama mbegu ndogo ya haradali. Then hiyo mbegu itakuwa haraka sana. Wadada wanakuja hapa ndani ya 1 year, mtu anamtaji anaenda kufanya biashara, ghafla amenyanyua maisha yake, yuko kule. So God is waiting for you. Mungu anakusubiri wewe. Wewe usiseme namsubiri Mungu, Mungu nisaidie, Mungu nipe ile kazi. Mungu anakushangaa. Kazi ipi tena? Si kazi hizo unazisikia kwa kiria kila siku. Si tayari nimeshawekea kazi pale. Nendeni mkaanza pale. Kwa nini mnaanza juu? Huko juu unakotaka kuanza bado huna uwezo, bado huna vigezo. Na kutaka uanze kama Yusufu, aende kule akafanye kazi kwa Potifa, aende utumwani, apite kwanza kama dhahabu, apitishwe kwenye moto wa kutosha kabisa ili uweze kung'aa hivi. Unapopita kwenye hizi kazi, unatakiwa uwe mnyenyekevu, unatakiwa uwe mtiifu, unatakiwa uweze kujua namna ya kuishi na watu. And then baada ya hapo ndio Mungu akunyanyue sasa, uko tayari kwa ajili ya yale maono makubwa aliyoweka ndani yako. Guys, karibuni sana. Huu ni ujumbe wako kutoka kwa Roho Mtakatifu. Mimi niko hapa na uhakika kabisa nimetumwa kazi ambayo Mungu alikuwa amenileta kuifanya. So if this is your message, kama hii ni message yako, act on it. Usibaki unaomba kila siku, act. Actually imani ni matendo. Imani sio kusema tu na imani. Imani ni matendo. What are you doing kinachoonyesha kwamba unamwamini Mungu katika yale unayomuomba? Nenda mwambie Mungu, naenda kuchukua hii kazi. Najua kuna muujiza ambao utaufanya kutokana na hii kazi ambayo naenda kuifanya. Ndio hivyo. Okay. Hope umepata kitu hapo.